oye! Wangapi mmekubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba gari hili kuta mkono juu namna hii? Mbunge wa Ilongelo oye! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Singida, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya, mkurugenzi, madiwani wetu waheshimiwa, lakini viongozi wa serikali, viongozi wa chama ngazi zote, wataalamu wa afya mlioko hapa, wananchi wa eneo hili na wana CCM mliofika hapa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, naitwa Kenan Kihongosi, ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Tumekuwa na ziara katika mkoa huu wa Singida. Kuanzia jana tumeanzia Manyoni. Tumekagua mashina yetu ya chama na kufanya vikao na mabalozi wetu. Tumekagua miradi, tumetembelea jana hospitali ya wilaya pale Manyoni. Hospitali ambayo ilipelekewa fedha nyingi na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi wa majengo mapya, na kazi ile imekamilika na hospitali inatoa huduma. Lakini tukaenda Itigi kwenda kusikiliza kero za wananchi na kukagua chuo cha VETA ambao miradi hiyo inaendelea na wananchi tuliweza kuwasikiliza. Leo tumeingia hapa mjini asubuhi. Tumeanza na kikao cha shina kwa balozi namba 1. Tumemaliza, tumeenda kukagua soko kubwa la kimataifa ambalo linajengwa katika mkoa wenu wa Singida. Soko ambalo serikali kupitia mradi wa TACTIC ni soko kwa ajili ya vitunguu, litagharimu zaidi ya bilioni 24. Piga makofi mengi kwa serikali. Lakini ndani ya fedha hizo watajenga soko, watajenga barabara, watajenga majengo, lakini zitasaidia kujenga mfereji mkubwa kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa mkoa mzima huu wa Singida. Baada ya hapo tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa hospitali yenu. Ukiangalia kwa macho hapa unaona hospitali hii ni bora sana. Hospitali hii katika mataifa mengine, hospitali hizi ziko maeneo ya mjini, sio hapa Ilongelo. Lakini kwa kazi kubwa na utu alionao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema hapana, wananchi wa Ilongelo lazima wapate hospitali ya kisasa. Lakini hapa tumefanya ukaguzi wa hiyo hospitali. Tumeanza na jengo hili la ICU, ni jengo bora, lina vifaa vyote, lina sehemu ya watoto, sehemu ya watu ambao wana magonjwa ya kuambukizwa na magonjwa yasiyofanya nini, yasiyoambukizwa, wote wanatibiwa humo, na inachukua idadi ya watu 12 kwa wakati mmoja. Nani kama CCM? Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaposema kinatenda kazi, hii ndio kazi ya Watanzania. Lakini kituo hiki kimepokea fedha zaidi ya bilioni 4 na kazi nzuri imefanyika. Lakini wameingiziwa fedha mwezi Disemba milioni 300, wanajenga walkways kuunganisha haya majengo ili mgonjwa asitoke kwenye matope akaingia huko, apite kwenye lampu ambazo zitajengwa. Ongeza makofi mengi kwa serikali. Lakini fedha hizo zitajenga walkways na zitaisha, na fedha inayobaki inaanza kujenga uzio wa eneo hili. Na mimi nitabeba ajenda hii ya kuongea na Wizara ya Afya, watu wa TAMISEMI, kuhakikisha uzio unakamilika hapa. Lakini nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kumpongeza mbunge wenu. Mheshimiwa mbunge huyu ana mapenzi makubwa na ninyi wananchi. Mimi najua kuna ratiba za vikao vya bunge vinaendelea, lakini ameona hapana, ngoja aje hapa atoe kero ya kuomba ambulance ambayo itasaidia wananchi wake. Na jambo aliloliomba limepatiwa majibu, alijapatiwa? Limepatiwa. Maana yake wabunge wa design hii ndio wabunge wanaofaa kuhudumia wananchi. Pale kwenye ukweli lazima tuseme nini? Ukweli. Na ukweli utabaki kuwa ukweli. Mheshimiwa mbunge, hongera sana kwa kazi nzuri ya kujali wananchi. Lakini nitumie fursa hii kuwapongeza wahudumu wa afya katika eneo hili. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Mnafanya kazi ngumu, kazi nzuri kuhudumia watu, na hiyo sio kazi tu, lakini mnafanya kazi ya kitume inayompendeza Mungu, kwa sababu mnaokoa uhai wa watu. Na ninyi mlioko hapa wananchi, jifunzeni kuwaombea na kuwatia moyo, msiwakatishe tamaa, wasaidieni, wapeni ushirikiano, ili mtu wa afya anapomuona mwananchi ajisikie furaha, na wewe mwananchi ukimuona wa afya ujisikie nini? Furaha, ili tuweze kutenda kazi vizuri. Lakini jambo la mwisho, niombe
DMO kama yupo ahakikishe wananchi wanahudumiwa vizuri, huduma zikawe bora, lugha zikawe nzuri, lakini sera za serikali ambao wanasema watoto chini ya umri wa miaka 5 na kina mama wajawazito watibiwe bure, tukazifuate hizo sera.